Tufululize hadi katika kaunti ya Machakos ambapo viongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wanatarajiwa kuongoza mikutano miwili ya kisiasa leo katika kaunti ya Machakos. Kwanza mjini Matu, kisha katika uwanja wa Mulu Mutisia mjini Machakos. Tayari umati wa wananchi umeanza kumiminika katika maeneo hayo mawili kwa ajili ya kuwapokea viongozi hao. Mwandishi wetu Nicholas Mbai yuko mjini Machakos na anatuandalia taswira kamili ya kinachoendelea katika mkutano huo. Naam, shukran sana na kupata vizuri kutoka hapa katika uwanja wa Mulu Mutisia Gardens katikati ya mji wa Machakos, ambapo hii leo wanasema ni siku ya ndovu kumla mwanawe, kwamba viongozi wa upinzani baada hiyo jana kufika nyumbani kwa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kule Seikuru, hii leo wanazuru katika kaunti ya Machakos na safari yenyewe inaanza katika soko la Matu ambapo kwa sasa wananchi wamefika kwa wingi, na vile vile baada ya kutoka katika soko la Matu watakuwa kuja moja kwa moja hadi hapa mjini Machakos, ambapo kama mpiga picha wangu wataweza kuonyesha nyuma tayari wananchi hapa washafika, wameketi, idadi inaendelea kuwa kubwa na shughuli ninavyotizama ni kwamba ni maandalizi tu ya mkutano wa siku ya leo ili kuweza viongozi wao kufika. Viongozi ambao wanafika ni kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, vile vile yakimo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, vile vile gavana Natembeya, miongoni mwa viongozi wengine, na hapa nimebahatika kumpata kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Machakos. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Naam, safari ya leo ni siasa zimeanza rasmi Ukambani na za kitaifa ama inakuwaje ya chama cha Wiper hapa? Hapana, siasa hazijaanza rasmi. Kama ujuavyo, uchaguzi utakuwa mwaka wa 2027. Kwa hivyo sisi tuko katika harakati tu za kuja kusikia maneno ambayo wananchi wa taifa letu la Kenya na Machakos kwa specific mambo ambayo wanaokandamiza katika maisha yao. Nyinyi kama wananchi na vile vile kama viongozi eneo la Ukambani, hasa mnatarajia nini kutoka kwa muungano ambao una viongozi wengi wa kitaifa, akiwa Rigathi Gachagua, akiwa Natembeya, akiwa Eugene Wamalwa, wakiwa wengi pale? Pengine Kalonzo huenda akawa ndiye atawania urais ama itakuwaje? Hilo jambo halijafikiwa katika miongoni mwa viongozi. Kama vile nimekuambia, haya ni mazungumzo yameanza kati ya viongozi tofauti katika nchi yetu ya Kenya na wananchi, kwa sababu nchi yetu ya Kenya kama mnavyojua kuna matatizo mengi. Uchumi wetu hauko bora hata kidogo, maneno ya elimu ya university, maneno ya afya, maneno ya affordable, ile walikuwa wanasema bottom up, hizo ahadi zote hawajatimiza, na ndio maana viongozi wanataka kuzungumza na wananchi ili wakuwe na mwafaka. Naam, mheshimiwa, viongozi hao wanakuja pia ziara ya Rais William Ruto ikitarajiwa katika eneo la Ukambani. Sijui wewe kama kiongozi ni kipi ungesema mnatarajia kama jamii ya Wakamba iwapo rais atakuja na pia hao viongozi wamekuja leo? Inamaanisha nini kwenu? Sisi tunatarajia kiongozi yoyote akikuja Ukambani alete maendeleo, lakini hatutaki maendeleo ambayo yanaahirishwa kila siku. Hatutaki maendeleo ya kuahidiwa. Rais amekuwa huku hata kabla hajakuwa rais, alituahidi akiwa rais atatufanyia hivi, atatufanyia yale. Sasa hivi ningekuwa natazamia kuwa rais angekuwa anakuja kuzindua miradi ya maendeleo ambayo aliahidi watu wa Ukambani siku yenye alikuwa anafanya kampeni za mwaka 2022. Naam, asante sana mheshimiwa kwa muda wako. Basi tukirejea ni kwamba tu ni matayarisho ambao yanaendelea kukamilika. Ni kwamba majira ya saa 9 ndio viongozi hawa wanatarajiwa kuweza kufika hapa katika uwanja huu wa Mulu Mutisia Garden, ambapo nyuma yangu kama ulivyotizama ni tayari shughuli zinaendelea kwa wingi zaidi tu, wananchi wakiendelea kumiminika na kuwasili hapa. Basi nitakuwa na wapasha mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Mimi ni Nicholas Mbai kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Shukran sana Nicholas Mbai kwa kuweza kuzungumza na wakazi wa Machakos kuhusiana na hilo, na hivyo basi